Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atuma ujumbe kwa Papa Leo, asema Tanzania inathamini nafasi yake kulinda amani, upendo, utu, umoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Aishukuru NMB ujenzi wa uchumi, yapata faida ya trilioni 1.13, yaingiza serikalini bilioni 670. Mchecho wa guso ufanisi, atamani wengine wafanye hivyo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. NSSF TPA huonesha nia ujenzi wa njia 8 Kibaha Moro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Uchumi wazidi kuimarika, mikopo sekta binafsi yaongezeka 18%. Mauzo ya dhahabu nje juu 42%. Habari katika ukurasa wa 3. Aweso aeleza mikakati gredi ya maji, aida sekta binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ubunge wa msifu Samia kunda wizara ya vijana. Habari katika ukurasa wa 4. Bandari yavuna trilioni 1.2 mapato ya forodha. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kuna mafisadi wengi nchini. Shabibi asema wanakula zaidi fedha za umma kuliko inavyodhaniwa, yuko tayari kuwataja. Aigusa TAKUKURU sekretarieti ya maadili ya viongozi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, nukuu yake ikisema, katika nchi hii sasa hivi mafisadi wanapiga, sio wanapiga kidogo, wanapiga kwa uhakika, ni walaji na ni walafi. Watu wanafanya mambo wakidhani wananchi hawana uelewa. Mimi kwenye ukweli huwa nazungumza ukweli, na kwenye kona huko huwa siendi undani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mambo matano ajenda 2030 ya NMB ikizinduliwa. Habari katika ukurasa wa 8. Uchumi madhara ya kukaa kimya unapodaiwa. Habari katika ukurasa wa 23. Watu wengi katika jamii ya Kitanzania kukopeshana fedha ni jambo la kawaida ili kutatua changamoto za maisha kila siku. Hata hivyo, kumekuwa na mwendo usio mzuri, baadhi ya wanaokopa wanaposhindwa kurejesha fedha kwa muda walioahidi. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili pia limeandika ujumbe kwa Papa Leo wa 14. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo akipokea ujumbe kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan uliowasilishwa kwake na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo aliyetembelea Vatican katika ziara yake jana. Hatari kwa wanaotumia vilainishi wakati wa kujamiana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Ni baada ya kukutana uso kwa uso na Balozi Kombo Vatican na kuwasilisha ujumbe wa Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yapiga hatua kubwa miradi ya maji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yaeleza sababu kutolazimisha watoto kuhudumia wazazi. Gazeti hili limeandika serikali imesema haina haja ya kuweka sharti la kisheria linalowalazimisha watoto kuhudumia wazazi wao wasiojiweza.
ikielezwa kuwa swala hilo tayari linashughulikiwa kupitia misingi ya kifamilia na kijamii. Tanzania yavutia wawekezaji jukwaa wiki ya nishati India, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Katambi, jeshi la magereza liwe la mfano Afrika duniani, habari katika ukurasa wa 2. Bangu, miaka 20 ya WSRB, fursa kwa wakulima wavuvi, habari katika ukurasa wa 3. Kim, mipango ya nyuklia itaweka wazi hivi karibuni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Kisa hiki kinatoa funzo kwa jamii na mfumo mzima wa afya, habari katika ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika Shabibi, nina majina ya mafisadi serikalini, adai wamejenga magorofa yanayozidi ya wafanyabiashara, awanyoshia kidole mawaziri, kinachotawala sasa ni siasa za 2030, habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia ipo nukuu ya Dr. Anna Henga ikisema mbunge anaposema baadhi ya mawaziri wanamiliki ukwasi mkubwa kinyume cha maadili ya utumishi wa umma, inaonyesha udhaifu wa sheria iliyopo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Serikali yakaza mikono kukabili mikopo umiza, habari katika ukurasa wa 5. BOT agizwa kuimarisha udhibiti wa mikopo yenye riba kubwa. Programu 69 za mikopo ya kidigitali zasitishwa, 126 zafungiwa. Kanuni mpya za mikopo ya kidigitali kuanza mwakani. Kesi ya Mange Kimambi yazidi kupigwa tarehe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. ATCL yafungua milango ya biashara Afrika Magharibi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika mjue mbu Steve hafi kwa kila aina ya dawa, wataalamu wa kuna vichwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. DC awasweka sero wahandisi na mkandarasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe Michezo limeandika ripoti maalum siri makipa ligi kuu kupasuliwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Mwanahalisi lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Mbowe akwama, habari katika ukurasa wa 2. Uraisi janga jipya CCM, habari katika ukurasa wa 6. Makundi ya wasaka uraisi kuelekea uchaguzi mkuu ujao yamezidi kukitafuna Chama cha Mapinduzi CCM na kupoteza mwelekeo wake, habari ni katika ukurasa wa 6. Aliyemuguza Mtei afunguka, habari katika ukurasa wa 9. Serikali njia panda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandikwa katika ukurasa wake mbele. Uwekezaji mkubwa kilimo. Waziri Chongolo akabidhi vifaa vya shilingi bilioni 23.4 kwa tume ya umwagiliaji ya magari 17, pikipiki 23, matrela mawili. Asema hatua hiyo itaongeza chachu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji inayoendelea kutekelezwa nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. NPF, NSSF zajitosa kukomesha foleni Chalinze Morogoro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Pongezi za bunge za waibua usomi, habari katika ukurasa wa 20. Mambo ya noga safari mwendo kasi Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Serikali yavuna bilioni 670 uwekezaji NMB, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Najma Pareso Mwanyika wathibitishwa kwa kishindo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenyewe pia limeandika
Hemedi aishukuru Urusi kwa kushirikiana na Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 9. Habari picha inamuonesha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akizungumza na balozi wa Urusi nchini Tanzania Andriy Avestian aliyefika ofisini kwake Vuga Zanzibar kwa ajili ya kufanya mazungumzo yanayolenga kuimarisha uhusiano kati ya Zanzibar na Urusi. Gazeti limeandika Dr. Pembe ahidi kuifanyia kazi sheria ya habari. Habari katika ukurasa wa 2. Ukame wasababisha vifo nchini Kenya. Habari katika ukurasa wa 9. Matukio 642 ya moto yaliyotokea 2025. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ofisi ya makamu wa kwanza kuipatia ushirikiano wa kamati ya bunge la wawakilishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mapro wawili wa mtegoni, nyota wapya watikisa mazoezini, kocha azungumza na Mwanaspoti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Usajili dirisha dogo, nyota wapya wa kimataifa waliotoa Simba dirisha dogo ni Mahmoud Asali, Ismail Olivia Traule, Cletus Chama, Alibasa Gueye, Alan Oura. Kwa upande wa wazawa ni Nixon Kibabage, huku Jean Charles Ahua na Steve Mukwala wakiuzwa. Ligi kuu leo ni Simba dhidi ya Mashujaa Meja Isamuyo. Mchezo mwingine ni CAF Champions League Februari 6, Petro dhidi ya Simba Sports Club. Februari 13 ni Simba dhidi ya Stade Malien, uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba itakuwa na kibarua kingine Februari mosi, Simba dhidi ya Esperance, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Gazeti hili pia limeandika Waarabu washusha mamilioni. Habari katika ukurasa wa 2. Ni Januari 31, Yanga dhidi ya Al Ahly, mchezo utapigwa Amani Complex Zanzibar. Undani wake ni katika ukurasa wa 2. Kwa heri Manyika Senior. Habari katika ukurasa wa 3. Ibenge jeuri tupu Azam. Jumapili wiki hii Azam itakuwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kucheza dhidi ya Nairobi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 8. Europa leo Alhamis ni Aston Villa dhidi ya Salzburg saa 5 kamili usiku Villa Park. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.